Hadithi moja ambayo ilisimuliwa na mlinzi wa jengo moja la zamani. Alisema kila mtu aliyefanikiwa aliingia kupitia mlango mmoja tu ambao ni mdogo sana, ambao watu wengi waliupuuza. Cha kushangaza ni kwamba mlango huo haukuwa wa dhahabu, haukuwa mkubwa. Wengi walikuwa wanaupita kila siku bila kuutambua. Lakini kijana mmoja aliyeitwa Baraka aliamua kujaribu kuufungua. Hakujua kwamba uamuzi huo mdogo ungeanza kubadili maisha yake milele. Kama ndo kwanza unaingia kwenye channel yetu, basi hakikisha una subscribe kwa ajili ya story nzuri ambazo tuna uhakika zitaenda kubadilisha mtazamo wako, zitaenda kubadilisha maisha yako kwa ujumla. Sasa tuanze na episodi ya kwanza. Huyu Baraka alikuwa na miaka 27. Alikuwa na ndoto nyingi sana. Kila Januari aliandika malengo mapya, na nitafungua biashara, nitapunguza uzito, nitakuwa tajiri, nitabadilisha familia yangu. Lakini kila Disemba alikaa kwenye kiti kile kile, alifanya kazi, alilipwa mshahara, alilalamika akisubiri mwaka mwingine. Siku moja alijiuliza, kwa nini watu wengi wanaendelea mbele lakini mimi nasimama sehemu moja tu? Hakupata jibu. Aliamini labda bahati iko upande wake. Siku moja alipokuwa anarudi nyumbani baada ya kazi, mvua kubwa ilianza kunyesha. Akakimbilia kujikinga kwenye jengo la zamani. Ndani alikuta mzee aliyekuwa anafagia sakafu kwa utulivu. Mzee akamuuliza, kwa nini unaonekana umechoka kuliko mtu aliyebeba mawe siku nzima? Baraka akacheka, maisha yamekuwa magumu. Mzee akajibu mara moja. Alimpeleka mwisho wa ukumbi. Kulikuwa na milango miwili. Mlango mmoja ulikuwa mkubwa sana, uliandikwa mabadiliko makubwa. Mlango mwingine ulikuwa mdogo kiasi kwamba watu wengi wasingeutazama. Uliandikwa hatua moja leo. Baraka akasema, hakuna mtu anayechagua mlango mdogo. Mzee akatabasamu, ndio maana wengi hurudi walikotoka. Basi kesho yake Baraka hakufanya mapinduzi, hakununua kozi, hakukopa pesa, hakutangaza kuwa maisha yake yamebadilika. Alifanya jambo moja tu. Aliamka dakika 5 mapema, dakika 5 tu alisoma ukurasa mmoja wa kitabu chake. Kesho yake akafanya tena na tena na tena. Baada ya wiki 2 hakukuwa na tofauti kubwa. Hakuna aliyemsifia, hakuna aliyempongeza, lakini kulikuwa na kitu kilikuwa kinabadilika ndani yake. Alianza kuamini kuwa anaweza kutimiza ahadi ndogo ndogo anazojipa, na kila alipotelekeza ahadi moja ndogo alijenga imani mpya juu yake. So akawa anatekeleza imani moja baada ya nyingine, anatekeleza jukumu moja baada ya nyingine. Mwishowe, miezi 2 baadaye, rafiki yake alimkuta akiwa tofauti. Akamuuliza, Baraka, umebadilikaje? Baraka akatabasamu, sijabadilishwa na siku moja kubwa, nimebadilishwa na siku ndogo ndogo nyingi ambazo hakuna aliyekuwa anaziona. Lakini hapo ndipo simulizi inapopata mgeuko. Usiku huo Baraka aliporudi kwenye lile jengo la zamani kutafuta yule mzee, hakukuwa na mtu. Jengo lilikuwa limefungwa kwa miaka mingi. Majirani walimwambia hakuna anayefagia hapa. Mlinzi wa mwisho wa jengo hili alifariki miaka 10 iliyopita. Baraka akabaki amesimama kimya. Akatazama ule mlango mdogo. Ulikuwa umefungwa kwa kufuli kubwa, lakini ndani ya mfuko wake bado kulikuwa na karatasi ndogo aliyopewa jana. Ilikuwa imeandikwa maneno 6 tu: kesho hujengwa na unachofanya leo. Je, yule mzee alikuwa nani, na kwa nini Baraka ndiye pekee aliyemuona? Hilo tutajua kwenye episodi ya 2. Sasa hii hadithi inatufundisha nini? Watu wengi husubiri nafasi kubwa, mtaji mkubwa na motisha kubwa sana, lakini mara nyingi mabadiliko huanza na hatua ndogo ndogo ambazo hakuna anayeshangilia. Jiulize leo, ni hatua gani ndogo ndogo unaweza kuanza leo ambazo ukirudia kila siku zinaweza kubadilisha maisha yako baada ya mwaka mmoja. Ukishajua hivyo, basi itakuwa rahisi sana wewe kuweza kujua
hatua ndogo ndogo zitakufikisha wapi na utaanza lini kufanya hizo hatua ndogo ndogo. Kikubwa kabisa, usisahau subscribe, kwa sababu episode zinazokuja ni funzo kubwa zaidi ya episode unazozisikia sasa.